kufurahi na kushangilia ndani yake. Amen. Mahali hapa ni mahali pema. Ninajua kwamba naweza kuwa unashangaa tuko namna gani, lakini Kristo Yesu yuko hapa na anaturembesha jinsi tulivyo. Oh yes. Haleluya. Amen. Na ninashukuru Mungu. Ni muda kidogo sana tunawekelea keyboard kwa speaker. Ni muda kidogo sana tunawekelea Biblia kwa speaker. Oh yes. Kwa sababu sisi tuko na vitu vyetu ambavyo tunaweza kutumia katika madhabahu ya Bwana. Lakini kwa sababu huwa tunahamisha na kurudisha na vingine ni vya vioo, ndiposa tukamua kukaa kama wahamaji, kwa sababu tunahama tukivuka kuingia kwa baraka yetu. Amen. Haleluya. Oh yes. Ninashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo ni siku njema katika mwezi wa shangwe. December is our month of divine celebration, and December heralds our time of finishing strong. Amen. Tunamaliza tukiwa na nguvu, tunamaliza tukiwa na baraka, tunamaliza tukiwa tumepona, tunamaliza pasipo na vifungo, tunamaliza tukiwa na neema, tunamaliza tukiwa sawa. Maana hauwezi kushangilia kama wewe uko na vifungo, hauwezi kushangilia kama kwako kuna shida, hauwezi kushangilia kama kuna vitisho. Na kwa sababu hiyo, katika mwezi wa Novemba ambao ulikuwa ni mwezi wa vita, tukasema ni wakati wa kuangusha majitu. Every giant must fall, whether it is in your life or in your job or in your family. Wherever it is, it must fall so that you can arise. Because when the giant is there, you will not be seen, you will not know your strength. Kwa sababu wakati jitu liko, wakati Goliathi alikuwa, Israeli walikuwa wanaangalia Goliathi, wakasahau wana Mungu mwenye nguvu, wakasahau kwamba wana manabii katikati yao, wakasahau kwamba wao ni jeshi la Mungu. Because when the giant is there, then it makes you to diminish. But we are finishing strong when we are not diminished. Ile nguvu yako uko nayo kidogo, Mungu akamwambia Gideoni, inatosha kuokoa taifa lako, inatosha kuokoa nyumba ya baba yako. Hiyo nguvu ulio nayo kidogo, mradi hakuna majitu inayokutisha, mradi hakuna majitu ambayo iko juu yako, wewe unatosha kuondoka katika hiyo nguvu yako kidogo, katika hiyo furaha katika Bwana, na ukaweza kumaliza ukiwa sawa. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ni wakati ambao ni wa kumaliza tukiwa na nguvu. When we are finishing strong, then in that finishing strong we are celebrating the month of divine celebration. We are celebrating for what the Lord has done for us. We are celebrating that even in the height of the fear of COVID, we never closed our doors, because the Lord has shown us before, and He declared that we are preserved. When in the month of February, He said there is a terrible terror that is coming, but we are preserved. And we thank God, because in this time, the whole time, the Lord has been with us. He has been to us a shield in our sun. He has been to us our peace. He is the one who has gone before us. Ametengeneza njia pasipo na njia. Wakati uchumi ulikuwa mbaya, ndiyo tumeweza kuinuka. Maana uchumi wetu hautegemei uchumi wa taifa. Sisi ndiyo tunaoponya uchumi wa pale tulipo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ninashukuru Mungu kwa sababu nimeona vile Mungu alifanya wakati wa COVID. Baba kawa ananikumbusha kwamba wakati huu alisema kwamba mwaka huu ni mwaka wa doubles, kwamba baraka yetu itakuja in doubles, utapanda na utavuna. Akasema ijapokuwa Gerari kuna kaka na kwamba kuna ukame, wengine wanateta kuna vitu ambavyo vinakaa vya baraka, lakini akasema tukiwa Gerari, tukikaa Gerari, mwaka huo huo kama Isaka, tutapanda,
tutavuna, tutavuka tukiwa na ushuhuda, kwa sababu ushuhuda wetu hautegemei hali yetu. Ushuhuda wetu unategemea ile neno la Mungu. Wakati Samaria ilikuwa imezingirwa na maadui, ikawa hakuna chakula, ikawa hakuna maji, hapo ndipo nabii wa Bwana alipokuja katika hiyo neema, akasema kwamba siku ni moja na mambo itabadilika. Akasema siku ni moja na chakula itakuwa inauzwa bei kama ya kutupa. Wale waliotegemea ujuaji ya watu, waliotegemea hekima ya wanadamu, wakatazama nabii akiongea, wakasema wacha nonsense, we know science and we know this. Hata Mungu akifungua madirisha ya mbingu, jambo kama hili halitawezekana. Kilichofanyika ni kwamba mtumishi wa Mungu akamwambia, maana ninanena neno la Mungu na Mungu wangu sio muongo, sio mimi unasema ninadanganya. Maana ukisema ninadanganya na ninasema neno la Mungu limenikujia. Ikasema hivi, akamwambia jambo la kwanza, utaona na macho yako ili uwe shahidi, lakini hautakula. Haleluya. Ninashukuru Mungu kwa sababu wakati wa janga, wakati wa kukaukiwa, ni Mungu ametusongesha, ni Mungu ametuinua, ni Mungu ametuondoa, akatuondolea vikwazo. Baba akasema kwamba naliwapitisha katika hali ngumu, nikawaondolea wa Misri. Naliwapitisha katika hali ngumu, nikawaondolea wasaliti. Maana wale waliovumilia nanyi katika moto, hao ndio waliowana katika huduma ya NETA, na baraka za NETA zinakaa NETA. Ile Mungu amesema lazima atatimiza. Alisema mwaka wa doubles, katika mwaka wa doubles tukapata kiwanja, katika mwaka wa doubles ndio tunajenga, kwa maana Mungu alisema ni mwaka wake wa doubles. Akisema doubles, alijua kwamba corona iko njiani, alijua kwamba uchumi unaharibika, alijua mangumu iko njiani, lakini akatuambia mwaka huu katika huduma ya NETA utakuwa ni mwaka wa doubles. Nasi tumeona doubles katika mahali pa kazi, tumeona doubles. Wacha nikwambie, kuna vita umepiganiwa, you were not even aware, but the Lord God moved in his own ways. Wakati ulikuwa unalala, walikuwa wanakupangia. Wakati ulikuwa unatembea, kumbe walikuwa wanakaa kikao, wanapanga kula nyama yako, wanapanga kukumaliza. Lakini Mungu akasema huu ni mwaka wa doubles, na mwaka wa doubles unapokea baraka maradufu, na unavuka ukishangilia katika mwezi wa kushangilia katika jina la Yesu. Wakati kama huu mwaka jana, mioyo yetu ilikuwa imeinama, maana tulikuwa katika hali sio nzuri sana, lakini Mungu akasema naliwatuma, na nikasema nitawatangulia na mamlaka na nguvu. Mtang'oa wa kung'olewa, mtapanda wa kupandwa, mtabomoa wa kubomolewa, mtajenga wa kujengwa, na mwisho wake jina la Bwana litatukuzwa katika Ngata na litatukuzwa Nakuru. Akasema nimewapatia jina kwamba itakuwa epicenter, na epicenter inamaanisha kwamba kutoka hapa ndio kutakuwa na mtingizo. Cha kutingizika kitatingizwa, cha kutingizika kitatingizwa. Haleluya. Na ninashukuru Mungu kwa sababu hivyo ndivyo alivyofanya. Katika mwaka wa doubles tumepata vyombo ambavyo tunaweza kufanya huduma navyo. Katika mwaka wa doubles tumepata vitu ambavyo tunaweza kusema sasa Bwana ametupanua. Katika mwaka wa doubles nataka kutangaza kwamba kuna vita ambavyo Bwana ametupigania na akatupatia ushindi. Haleluya. Amen. Glory be to God. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nimesikia ushuhuda wa mtumishi wa Mungu, na wewe ndio utahubiri Sunday. I hope you are still remembering. Nimesikia ushuhuda wa mtumishi wa Mungu na ukanitia moyo sana. Haleluya. Na nikakumbuka mambo ambayo imekuwa inafanyika behind the scenes. Haleluya. Nikakumbuka wengine walienda wakaketi, wakaongea vizuri, wakapanga vizuri, wakawa katika hali yao wamejipanga vizuri, wakaandika barua vizuri, tunataka kufuta kazi
fulani, kwa sababu tuna nguvu ya kuvuta na tuko na nguvu ya kuajiri. Wakaandika barua vizuri, huyu tunataka tumfute, mahali pake tuweke huyu. Wakapanga, wakamaliza, wakarudi wakijipiga kifua. Hiyo tumemalizana. Kile hawakujua ni kwamba siku ya leo ni siku ya 40 kwa wale ambao tumekuwa katika maombi katika mwezi wa vita. Wakati Jehova aliinuka na upanga wake, akaona jamaa zao, akaingia katikati, akaweka kuchanganyikiwa. Wenyewe wakaanza kufurugana. Wakati walipeleka barua mbele kwa wakubwa wao ili ikaweze kutiwa saini, wakawa wanasema kwamba hii tumemaliza. Kile hawakujua ni kwamba Haman alikuwa amepangia Mordekai, na akapanga muda mrefu. Akasema sio wewe peke yako, bali wewe na watu wenu nataka niwafagie nyote. Akaanza kujenga mnara, akasema juu ya huu mnara nitaweka Mordekai, atakuwa ni fundisho kwa wale ambao waniheshimu. Akasema nikimweka pale Israeli wataogopa, na Israeli wakiogopa, siku yao na ikifika tutawamaliza wote. Kile hakujua ni kwamba, haleluya, kulikuwa na siku ya maombi. Wacha nikwambie mpendwa, usitayuri wakati wako wa kushangilia, maana Jehova anajua shida yako, Jehova anajua vita yako, na yeye anakupigania. Anasema kwamba yeye akituma malaika wake, mmoja aliingia kwa kambi ya Waashuru akamaliza 182,000, wote wakaangamia. Haleluya. Usiogope wanaokaa kana kwamba wana nguvu. Wanaweza kuwa wanakaa wana nguvu, lakini msingi yao imeshaondolewa. Kama nyumba ni kubwa lakini haina msingi, kutingizwa ni kidogo na kuanguka kwake itakuwa ngumu. Nimekuja kutabiri sasa, katika wakati wako wa kumaliza na nguvu, katika wakati wako wa kufanikiwa, nimekuja nikutabirie wale waliokupangia wakakushimba shimo, hao wenyewe hao wanaingia pale ambapo walichimba. Maana Haman alijenga mnara akakesha usiku kucha. Kile hakujua ni kwamba Mungu naye halali. Wakati anakesha akijenga mnara, anasema hapa ndio nitanyonga Mordekai. Naye Mungu akaambia mfalme, amka, nina kazi na wewe, kuna assignment ya hujamaliza. Hata mfalme siku hiyo naye alikuwa anakesha, maana Mungu alindaye Israeli, Mungu alindaye Neta, Mungu akulindaye halali wala sinzie. Usiku kucha Haman anachoka akijenga mnara, usiku kucha mfalme hapati usingizi. Asubuhi Haman amemaliza, akaleta barua ya kufuta kazi, akapata mfalme. Kumbe alikuwa amekesha usiku wote anatafuta wema wa Mordekai. Wakati amefika pale, ile mabaya alipangia Mordekai ikageuzwa kuwa wema. Nimekuja kukutabiria, ile mabaya unapangiwa Bwana anageuza kuwa wema. Ile ambayo wamekupangia, Mungu ameenda mbele yako, ametengeneza njia. Haleluya, glory be to God. Mnara waliojenga wakakuangike hapo 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 hapo, nipo wataangikwa wenyewe hapo 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 hapo. Maana katika taifa la Israeli, maana katika wale waliokoka hakuna uchawi na wala hakuna laana. Akaambia mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Balaamu, katika Israeli hakuna uchawi. Soma Numbers 23:23. Akasema kwamba hakuna uchawi na wala uganga. Akauliza huyu Balaamu, akauliza Balaki, nitamlaanije yule Mungu hajamlaani? Wacha nikwambie kitu moja, watapanga wakiwa huko, wakamalizia huko, wakajua umeisha. Kile hawajui ni kwamba kama vile Yerusalemu inavyozungukwa na milima, naye Mungu anazunguka wale wamwitao na jina lake. Haleluya.
Wakapeleka barua, mkubwa akaangalia barua, akasema hii ilianza lini na hii ilitokea wapi na hii sijui. Akaweka kando, akawauliza hii ni nani amepeana idhini. Wakaanza kuibikia hapo, kwa sababu ulikuwa ni mwezi wa vita, walipanga vita yao. Kumbe naye Mungu akaamusha vita upande huu mwingine, na tukawa katika vita, tukaanza kupigana. Na nimekuja kusema kama vile nilisema Jumapili, lazima majitu yale yanakutisha, lazima itaanguka. Ile majitu imekutishia, hauwezi kuhubiri kwa sababu mbele yako kuna majitu, lazima itaanguka. Hauwezi kupanda cheo kwa sababu kuna majitu, lazima itaanguka. Hauwezi kufanya biashara kwa sababu hapo unapoweka biashara kuna majitu, lazima wataanguka, na biashara yako itakula biashara zao. Katika jina la Yesu nimekuja kutangaza amani kwa nyumba yako, lazima itapatikana. Hautakaa na magonjwa kwa sababu jirani yako amegeuka kuwa jitu. Tutachukua upanga, tutarudisha kifo kwa wenye kifo, tutarudisha laana kwa wenye laana, tutarudisha vita kwa wenye vita. Na Bwana Mungu jemedari wa vita anapoinuka kupigania watu wake, nani anaweza kusimama? Wewe tulia ndani ya Mungu, maana Jehova anasema I am giving you a hope and a future. I have come to announce that we have a hope and we have a future. Even when people look na wanaona kama ni bleak. Nakumbuka tukianza kutengeneza hapa, watu walikuwa wanasimama kwa barabara, wanaanza kupigia watu wa pipeline, wanawambia kuna watu wako pale, hatujui wanafanya nini. Wakati waligundua tunamaanisha, wakaanza kusema hawa wajenge tuone. Wakati tulimwaga material, wakaanza kusema na kweli hawa ni kama wanamaanisha. Nami ninasema mwezi ni huu wa celebration. We shall celebrate in the hall, in the sanctuary, and it shall be beautiful. Hallelujah. Jina langu naitwa Pastor K. Nimeokoka. Kristo Yesu ni Bwana. Ameniokoa, amenikomboa, ameniteua, akanitenga na kunipa ujumbe kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya mwili wa Kristo na kwa ajili ya wewe. Haleluya. Na ninashukuru Mungu kwa sababu yuko hapa kwa ajili yetu. Glory be to God. So rejoice. Our 40 days of warfare. Tulianza wiki ya kwanza ya mwezi wa 10 tukivuka hapa. Mwezi wa 11 ukawa wa vita. Wiki ya kwanza ya Disemba ikawa ya kushukuru. Tukaingia katika kipindi cha kushukuru. Hakuna mng'ang'ano tena. Hallelujah. Hallelujah. And glory be to God. Nataka kusoma katika kitabu cha Exodus, kitabu cha Kutoka, maana nataka tuingie katika kipindi kingine. Glory be to God. Kwa wale ambao mko na laini na area ya Mungu, the dispensation is already changed and we have engaged another gear. Hallelujah. Hata ukisikia vile Mary amehubiri hapa, amehubiri na mamlaka ya mchungaji. Oh, yes. And I thank God because now we are getting there. Now we are reaching a point of maturity. Amen. Amen. Mama Brian. Oh, yes. Mungu ameniambia nikupatie nafasi kuhubiri kanisani. Amen. Hallelujah. Amen. Glory. Wow. Sasa jitakaze. Glory. Hallelujah. Amen. Glory be. Unajua nikimwombea hapa on Sunday, nilimshika mkono na nikaona akihubiri. So I did not understand. Hallelujah. Amen. Exodus chapter 30. So wakati Pastor Mary alikuwa anaongea hapa, nikaletewa hiyo. Na utahubiri kwa ufunuo, utahubiri vile wewe unajua. Hallelujah. Sasa nimekupia kazi wewe. Nikupia kazi. Nabii wa hii huduma, sasa fanya hizo connections na operations. Oh, yes. Kwa sababu it shall be great. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Exodus chapter 30.
Exodus chapter 30 verse 22 to verse 25. Exodus chapter 30 verse 22 verse 25. Hallelujah. Exodus chapter 30 verse 22 and verse 20 to verse 25. Sasa sisi kama mtindo wetu tunapokea neno la Bwana tukiwa tumesimama, kwa sababu tunapokea watumishi wa ulimwengu huu tukiwa tumesimama. Neno la Bwana tunalienzi kuliko wenye mamlaka na wenye taadhima. Tasoma kwa Kizungu, tahubiri kwa Kiswahili. Moreover, the Lord spake unto Moses saying, napenda King James Version. Kizungu yake ni ngumu, lakini napenda. Siku ile niliokoka tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka wa 91, ni ile Biblia ya kwanza nilipewa, ilikuwa ya Kisungu. I could not afford a Bible, so someone donated a Bible to me. Niliokoka na immediately nikaanza kuhubiri. Sasa ile Biblia ya kwanza nilipata ilikuwa King James Version, so somehow I fell in love with King James Version. Hallelujah. Moreover, the Lord spake unto Moses, saying, take thou also unto thee principal spices of pure meal 500 shekels, and of sweet cinnamon half so much, even 250 shekels, and of sweet calamus 250 shekels, and of cassia 500 shekels, after the shekel of the sanctuary, and of olive oil, or olive and hin. And they shall make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary. It shall be an holy anointing oil. It shall be a holy anointing oil. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu siku ya leo una neno kwa ajili yetu, na neema yako itakaposhuka Jehova, watu wako watapata kile ambacho umekusudia kwa ajili yao. Asante kwa kuwa neema inatosha. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu aliye juu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Tuketi katika uwepo wa Bwana. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Au ulisema kwamba ulikuwa umekuja Matanga? Kutoka Kilalo nikaenda Matanga ya ndugu yangu Esther. Wewe unakuanga huko? Huko ndio kwetu. Ndugu yangu alikuwa ameana. Ndugu yako. Na kwako ni wapi? Sasa ninaoleka Kuria. Kuria. Kuria na Western na Nakuru. It doesn't add up. Unanielewa? Yaani ulitoka Kuria ukaenda Western. Alafu leo uko Nakuru. Vipi? Umefikaje Nakuru? Kama tulikuja na huyo mkakuja kwake. Na kuna madhabahu ya kifo ambayo inaitisha mwingine. Nataka tuvunje hiyo. Sawa sawa. Nataka tuvunje hiyo. Hivyo nimekuuliza usikiri kwamba ni mzaa. Kuria, Western, Nakuru. Ni Mungu amekuleta hapa kwa sababu iko ingine tena ya karibu sana. Road accident. Hiyo itabidi tuvunje tena kwa haraka, tena kwa haraka sana. Amen. Unaenda kanisa gani? hapa huko Kuria nikaenda Matanga. Okay. Yes. Hiyo mtego haitakupata wala mtu wenu katika jina la Yesu.
ulifanya vizuri kuja leo, kwa sababu Bwana ana haja nawe. Kuna madhabahu inaitisha damu hii Disemba. Huyu alikufa lini? Hii Jumamosi. Na kwanza nilienda hiyo matanga, kuna walikufa, ndugu yangu alikufa, tena kijana wangu akakufa. Ndugu yako, kijana yako? Ndugu yangu alikufa Jumamosi. Na kijana wangu akakufa Jumaa. Sasa huyo kijana wangu ni mwenye nilizaa kwa baba yake, nitakuwa nimemwacha. Sasa akakuwa kwa baba yake. Ni mtoto wangu wa kwanza kabisa. Sasa huyo kijana, hii ndoa yenye niko, wakanizuia, wakaniambia uwezi enda matanga ya ule mtoto na maana ule mzaa kuchukua, na wakaniruhusia niende tu matanga ya ndugu yangu. Sasa huyu kijana wangu yeye alienda akazikwa na mandugu zao, na mimi nikaenda kuzika ndugu yangu. It doesn't matter. Pale kwetu tena kwa ndugu yangu hapo. Kwenu kuna madhabahu ya kifo. Ukisikia nikikuuliza ni kwa sababu hiyo kitu imenisumbua sana. Amen. Na ulifanya vizuri kuja. Okay? So hapa na operate na roho ya manabii na mitume. Kwa hivyo mambo mingi nawekwa wazi tu. Umeona, umesikia, ndio umesikia nikikuuliza wapi. Kwa sababu yote hiyo imepangwa. Na ninataka nikuambie hivi. Unless tuvunje hiyo, nimeona ingine tena as soon as next week. Na mimi sio pastor fake, mimi sio mchungaji bandia, kwa pamoja. So ulifanya vizuri kuja. Mungu akukosea kukuleta hapa leo, maana tutavunja hiyo na hakuna damu itamwagika. Ile madhabahu ambayo inakunyonga damu, hiyo tunabadilisha kuwa maji. Na hiyo nyama wanakula tutaibadilisha kuwa mchanga, maana mwanadamu alitoka kwenye mchanga. Haleluya. Wacha nisingie hapo. Wewe amini tu. Sawa sawa. Amini tu. Haleluya. Glory be to God. Neno la Bwana linasema kuhusu upako. Nataka kuongea kuhusu upako, maana katika siku ambazo tunaishi ni wakati ambapo hili neno limekuwa misused sana. Haleluya. Limekuwa misused sana. When tunaanza kuongea na unasikia watu wakisema mimi nimeitwa, nilienda mkutano mwingine mahali pengine na nikawa ninaongea kama kuhani, wakati yule alipoinuka akasema touch not my anointed, na wale ambao wamejaribu kunigusa wameona. Katika kuona ni kuharibikiwa, katika kuona ni kufa, nikasema hiyo sio roho ya Mungu. Haleluya. Maana ukiwa katika makosa unahitaji kurekebishwa, na ukikataa marekebisho basi roho wa Mungu hayuko ndani yako, na kama wanaojaribu kukurekebisha wanaharibikiwa, inamaanisha kwamba roho yako sio roho ya Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo nikasema kwamba siku ya leo nataka nikazungumze kuhusu neno la upako. Na upako unatoka wapi? Na ni kwa nini Mungu alisema touch not my anointed, wale ninatembea nao. Touch not my anointed, wale ninaitanisha nao. Touch not my anointed, wanaoitia jina langu. Touch not my anointed, wale wananiaminia. Touch not my anointed, wale ambao neno langu liko ndani yao. Touch not my anointed, ambao nimetia mafuta juu yao. Akasema Daudi, umenitia mafuta katika kichwa changu, kikombe changu kimejaa na tena kinafurika. Kwa hivyo wakati tunaoishi ni wakati ambapo mamlaka ya mafuta na mamlaka ya upako imeenda kutumika vibaya, kwa sababu watu hawaelewi kuwa na upako ni nini. Na hiyo ndio imeelekeza wengine wanapoona kana kwamba upako ambao uko juu
yao, ni kana kwamba ufanyi mambo ambayo wanakusudia. Wengine wanadanganyika, wanatafuta nguvu mahali kwingine. Wengine wanadanganyika, wanatafuta mamlaka mahali kwingine, ili wakati wanaponena wanasema kinywa chao kina mamlaka, wanasema kinywa chao kinaweza kuharibu na kujigamba kwamba wakati unaongea kinyume na mimi, wakati ninainuka kukunenea, lazima utaharibikiwa kwa sababu ya touch not my anointed. It is good to understand where that anointing comes from, because there is a demonic anointing and there is also godly anointing. There is a kingly anointing and there is a priestly anointing. We are anointed to certain levels and each level has its own grace. Lakini usipoelewa mafuta yako, utasimama katika mahali pa Sauli. Alikuwa ametiwa mafuta ndio, lakini ameacha njia yake, na wakati ameacha njia yake akaanza kuambia Daudi, that's not my anointed, because I'm going to finish you. What he did not know, yeye alitiwa mafuta ya kiriba, lakini Daudi alitiwa mafuta ya pembe, na mafuta ya wafalme ilikuwa ni mafuta ya pembe. Yeye alitiwa mafuta ya chupa. Wakati ule Samueli aliambiwa na Mungu, enda ukaanoint mfalme. Hallelujah. And I want to tell you that what God has anointed, your area of anointing gives you a longevity. Wakati Mungu amekutia mafuta ukafanye kazi fulani, hiyo mafuta inakufanya ukawe na maisha mrefu, kwa sababu hauwezi kufa kabla utimize. Na nimekuja kusema, Mungu aliniambia katika madhabahu ya Neta na katika huduma ya Neta, tutakawa kufanikiwa, tutakuwa na suluhisho kwa ajili ya watu, kwa sababu ya ile mafuta ambayo iko juu ya huduma. Lakini inamaanisha nini kuwa na mpako wa mafuta? Katika kutafuta suluhisho hiyo ni kuangalia katika Biblia ni nini ambacho Mungu aliambia Musa akatengeneze ile mafuta. Maana kile alichosema nicho kinaashiria upako tulio nao. Maana wakati huo walikuwa wanatumia mafuta kama haya tulio nayo, lakini wakati huo ni Roho Mtakatifu ambaye anatia mafuta. Unaweza kumiminiwa mafuta mtungi mzima, lakini Roho Mtakatifu asipokuwa na nafasi ndani yako, hautaweza kupata nguvu iliyo katika hiyo mafuta. Haleluya. Neno inasema kwamba Mungu akamwambia Musa, akamwambia kwamba ukachukue ile vitu ambavyo ni vya maana sana, na kaanza na ya kwanza ilikuwa inaitwa manemane. Haleluya. Wale ambao mnaelewa neno wajua kwamba wakati Yesu alizaliwa, wale ambao walikuja kumuona, wale mamajuzi walikuja na dhahabu, wakaja na uvumba, na wakaja na manemane. Na tunajua kwamba dhahabu inaashiria ufalme wake. Kijana keti chini. Haleluya. Kwanzia leo Titus nimekupatia mamlaka ya kucontrol what is happening. Nikihubiri staki movements katika kanisa. Niliwaambia kwamba tumevuka to the level of maturity now. Mambo ya mzaa sitaki tena katika ibada. Haleluya. Tunajenga hapa, hii hema tutaweka pale chini, itakuwa hema ya Sunday school. So Sunday school watakuwa wako taken care of, but for now we must maintain discipline in the service. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Akasema ukachukue manemane. Nilikuwa nasema kwamba wale mamajusi walikuja kwa Yesu wakati alizaliwa, walimletea dhahabu, kumaanisha utawala wake, his divinity, dhahabu.
wakaleta uvumba, na uvumba ninasema kwamba maombi ya mwenye haki ni kama manukato mbele za Mungu, na hiyo inaashiria ministry yake ambayo ni intercessor. Ninasema kwamba yeye alipanda juu mahali palipoinuliwa juu ya falme zote na tawala wote, ambapo ameketi mkono wa kuume wa Baba, anatuombea kila siku. Haleluya. Na jambo la tatu walileta ilikuwa ni manemane ambayo ni mira, nayo ilikuwa inaashiria maisha yake itakayompatia upako wake, because he is Jesus the anointed one, or Jesus the Christ. Na kwa sababu hiyo jambo la kwanza ambalo Musa aliambiwa akachukue ilikuwa ni manemane, akaambiwa akachukue manemane 500 shekels. Namba 5 ni namba ya neema. Katika uwepo wa Bwana kuna neema. Haleluya. Na neno inasema kwamba ukachukue 500. Akaambiwa na Bwana kachukue pure myrrh. Myrrh ni nini? Manemane inatoka katika mti ambao unakuwa katika mahali kuliko jangwa kiasi, mahali kumekauka ambapo kuna ugumu, na hii inakuwa na ile ambayo inaitwa pure myrrh. Ni ile ambayo inajitoa yenyewe, ambayo haukati. Wakati unakata huu mti unatoa ile maji yake, inatoa hiyo utomvu wake, na inakuwa kana kwamba hiyo sio quality. Ile ambayo inakuanga pure ni ile inajitoa yenyewe, sio ile ya kulazimisha, sio ile ya kuharakisha, ni ile ya kujitoa yenyewe. Tena inasema Mungu akamwambia Musa ukachukue manemane ambayo ni safi kabisa, haijachanganywa na ingine, haijachanganywa na kitu kingine, haijakatwa kuharakishwa, imejitoa yenyewe. Na kaambiwa kwamba ukachukue 500 shekels. Nataka kusema kuhusu manemane. Manemane ni mti ambao unatumika, hiyo dawa yake, hiyo maji yake ambayo inaitwa manemane inatumika kuponya. Wakati una kidonda ukijikata, inakuwa kama ni kitu unapaka na inakuwa disinfectant. Kwa sababu hiyo, hii ndiyo inaleta uponyaji kwa yale ambayo umeumizwa nayo. Neno inasema kwamba kwa mapigo ya Yesu tumepona. Kwa sababu gani? Katika kuteswa kwake ilikuwa faida kwetu. Kwa sababu gani? Katika manemane yake ili flow freely, because the grace of the Lord has been given freely. Hallelujah. Na hii wakati unaigusa kwa ulimi, wakati unaonja, inakuanga ni kali, ni uchungu, hauwezi kuikula hivyo ukaifurahia. Ina harufu nzuri lakini ni kali. Ukipaka kidonda kinatonesha lakini kinapona. Kitu cha kwanza Mungu aliambia Musa akachukue ilikuwa ni manemane, ambayo inaashiria uvumilivu, ambayo inaashiria mateso ya mwenye haki. Neno nasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu anamuondoa, anamponya kutokana nayo yote. Hii ni ambayo inasema kwamba kama unastahili kukaa na kubeba upako, lazima ulipe gharama ya upako, na hii gharama inakuja katika kuvumilia. Unavumilia katika ugumu. Kufunga, unafunga hata kama unasikia tumbo inaitisha chakula, lakini katika huo ugumu bado unasongelea ndani katika uwepo wa Mungu. Unataka kupata kutoka kwa Mungu. Inaashiria uvumilivu katika uwepo wa Bwana. Hii ni tunda la Roho Mtakatifu. Haleluya. Akasema chukua maradufu kati ya zile vitu ambayo aliambiwa kwamba anaenda kutengeneza mafuta nayo, hii manemane. Akaambiwa kachukue maradufu, maana 500 hiyo zingine alikuwa anachukua nusu yake. Neno inasema kwamba na baada ya kuchukua hiyo manemane ukachukue sweet kalmas, ukachukue nusu yake, yani 250, ukachukue hiyo pia na kuiweka. Haleluya. Amen.
na neno inasema kwamba hii ndiyo sweet calamus, sweet calamus, sweet calamus. Katika version zingine inasema sweet cane, yani kwa lugha ya leo tunaweza kusema miwa, lakini hii ni kakijiti ambako kanaota mahali ambapo kuna swambo, ni mahali kuna maji mengi na kakui sana, lakini wakati unavunja kanakuwa na harufu nzuri, na hiyo maji yake pia ni tamu, kumaanisha kwamba katika kukaa katika Kristo na katika kutembea na Yesu kuna nyakati za furaha, na furaha ya Bwana inakuwa nguvu zako. Kwa hivyo katika kukaa pale ndipo unapata kuwa manukato mema, unapata kuwa wewe una ushuhuda mwema kwa ajili ya watu. Lakini nataka ujue hivi, nayo hiyo sweet calamus haiwezi kutoa maji yake kama haijavunjwa. Kwa hivyo wakati wa kuvunjwa na Mungu, wakati unaimba ni vinyange unifanye jinsi upendavyo, naye Mungu anakuja anakuweka kama sweet calamus, sweet calamus. Hallelujah. Sweet cane. Praise the Lord. Anaanza kukufinya, anaanza kukumimina. Paulo akasema mimi na watu ambao tuko katika maono moja, na watu ambao tunatembelea katika wito moja, tunamiminwa kama libation. Hallelujah. Amen. Kwa sababu gani? Ijapokuwa ndani yake ni tamu, lakini utamu wake unatoka katika kufinywa. Ukienda Mumias wanakopanda sukari, utaona kwamba hiyo sukari mahali inatoka, hiyo miwa inafinywa ikitoka pande ile ingine, huwezi kujua kama ni miwa, lakini ndani yake kumetoka kitu kizuri ambacho kina ladha tamu. Nimekuja kutangaza kwamba wokovu na upako wa wokovu na gharama yake. Utafika wakati utafinyangwa, utafika wakati unasikia kulala, lakini Mungu anakuamsha. Kuna mtu ambaye ni mdhaifu, anahitaji kuombewa. Simama naye katika usingizi wako, unang'ang'ana kuomba lakini unaona ni kama haifanyiki. Si Mungu wache nilale tu, anakuondolea usingizi ili uweze kusimama kwenye pengo kwa ajili ya mtu mwingine, na inazaa tunda kwa ajili ya upendo. Hallelujah. Neno inasema kwamba ingine ambayo aliambiwa akachukue ilikuwa sweet cinnamon. Glory be to God. Amen. Sweet cinnamon. Cinnamon ni mdalasini, ni mti ambao magamba yake ni tamu sana. Wale ambao mmekuwa mnapika kutumia spices, mnajua kwamba cinnamon inakuwa ni mti ambao magamba yake ni tamu sana, lakini utamu wake unatokana katika kusiagwa, unatokana katika kufinywa. Unasiagwa, unaacha kuwa huo wenyewe, lakini Mungu akaambia Musa, nataka ukachukue hiyo. Hallelujah. Na ukatengeneza. Ya mwisho akasema ukachukue kasia 500 shekels after the shekel of the sanctuary. Notice that the sweet things imepatiwa kipimo kidogo, the bitter things imepatiwa kipimo maradufu. Hallelujah. Amen. And God says, kutoka pale ukachukue a hin of olive oil na ukaanze kuchanganya. A hin of olive oil. Today tunatumianga zaidi olive oil katika kufanya mambo ya upako. A hin olive oil. So what is olive oil? Hii mti inaitwa olive, inakaa mahali, inakuwa mahali ambako haina, it's a hardy tree. Anasifiwe. Amen. It's a hardy tree. Ni mti ambao unavumilia sana. Wakati kuna kiangazi unavumilia sana. Na wakati unazaa hizo olives, kutoa mafuta yake naye inahitaji
kufinya hizo olive sana ndio uweze kutoa mafuta yake. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo katika vitu vyote 5 ambavyo Mungu aliambia Musa akachukue na kutumia, tunaona kwamba 3 zake zinaashiria sacrifice, zinaashiria kuvumilia, zinaashiria kufinyangwa, zinaashiria kupepetwa, zinaashiria kujiondoa katika hali yako, katika kiburi chako, katika mahali umejiweka, katika ngazi yako, na kuanza kulipa gharama wakati unaanza katika miro, kwa sababu ya ile Mungu ameashiria na ametenda kwa ajili ya kutekeleza. Anaanza na wewe kidogo, wakati amekuokoa unatembelea katika hiyo majeraha ulioumizwa ukiwa pande ile nyingine, anaanza kuifinyanga, anaanza kutoa usaha, anaanza kuisafisha, anaanza kuipaka, hasira inaanza kushuka, chuki inaanza kuondolewa, maana hiyo ni usaha na ni harufu ya vidonda ambavyo ulipata ukiwa upande ule mwingine. Anaanza kukushughulikia, maana hapo kuna manemane, anaanza kukutoa, anatoa ile covering ambayo ilikuwa inaficha usherati, unawekwa kando, anaweka kila roho ambayo yambatani naye, anaiweka kando, maana hii ni manukato ambayo inaleta uponyaji, maana hii ni manukato ambayo ni kali, ambayo ni chungu. Wakati hicho kidonda Mungu anaanza kusafisha, anaanza kuweka manemane, inaanza kutonesha. Unaambiwa tembelea katika njia ya haki, tafuta utakatifu na ukatembelee hapo. Kaa katika haki, ukakae mwadilifu, ukamche Mungu na kunyenyekea. Wakati mwingine sio rahisi, ndio unasikia watu wakisema kama sio kwamba nimeokoka ungenitambua leo. Kwa sababu hiyo kuna mafuta ambayo unawekwa na sio rahisi kuvumilia, kuna uchungu wake. Wakati unaambiwa lazima ukafike katika nyumba ya Bwana wakati unaofaa, wakati unaambiwa ni wakati wa kuachana na marafiki ulikuwa nao, wengine uliwadhamini, wengine walikufaa, lakini hawa kwako wamekuwa ni kidonda. Kidonda kikawa na usaha, tena usaha wa dhambi. Na wakati Mungu anaanza kushughulikia, anaanza kukuarusha, anaanza kutoa, anakupaka hiyo manemane. Wakati anakupaka manemane, unaanza kusikia uchungu, lakini vumilia uchungu, maana ni gharama ya upako. Vumilia uchungu, mwishowe utapona. Vumilia uchungu, maana utapata baraka. Vumilia uchungu na ukakae katika wokovu. Haleluya. Wakati Mungu anaanza kukuandaa, akasema kwamba najua nimekuchagua, nilikuchagua kabla hujazaliwa, ukiwa tumboni mwa mama yako mimi nikakutenga ukawe nabii wangu kwa ajili ya mataifa, lakini ukazaliwa katika nyumba ya mganga. Wakati ulizaliwa, dedication yako ikawa kwa madhabahu ya miungu ya familia. Umeunganisha na hiyo msingi, umekaa katika maono, watu wanakuita mchawi, lakini nimekuita na jina lako. Akaambia Sauli, wewe unaitwa Sauli, umesomea dini ndio, lakini unanitesa. Unafikiria unanisafu, lakini unanitesa. Unafikiria unanipigania, lakini unanitesa. Sauli, kwa nini unanitesa? Wakati Sauli aligundua hiyo, akagundua kwamba I was sincere, but I was sincerely wrong. Hapo ndio Mungu anakuja na miri yake, anaanza kuondoa ile hasira ya ukoo. Kwenu mnakasirika, nywele inajikata mitaro, lakini Mungu hawezi kukutumia ukiwa na hiyo hasira. Anaanza kutoa hiyo usaha, maana ni gharama unalipa. Wengine walikuwa wameitwa wakawa nyota yao ni kali, wakawa wamepata utajiri, lakini wakati Mungu aliwaita, hiyo mali ikakaa kupotea, kwa sababu aliona mali yako imekaa usaha. Akaanza kutoa. Neno inasema kwamba mimi ni mzabibu wa kweli
na baba yangu ni mkulima, yule ambaye ako ndani yangu na anazaa matunda, baba yangu huwa anamsafisha, anakatakata ile matawi yahitajiki, anayaondoa ile maua yahitajiki, anayaondoa. In the process of pruning, it is a painful process. Wakati Mungu anataka kukatakata, wakati huo inakuwa ni uchungu, kwa sababu inawezekana utapoteza maua kidogo, utapoteza matawi kidogo, lakini utasafishwa. Na ukimaliza kusafishwa, kuna muda wa kupona, na ukipona utaongezeka uzao. Neno inasema kwamba baba yangu anamsafisha ili aongezeke uzao. Hallelujah. Amen. That is the purpose of myrrh. Hallelujah. Watu walikukosea, unasema siwezi wasamehe. Roho Mtakatifu anakuja, anasema Roho anazaa matunda, na ndani yako lazima tunda lizaliwe. Hiyo tunda inazaliwa ni tunda la upole, ni tunda la kiasi. Hiyo Roho inazaliwa ni tunda ambalo yeye anajua, anakuambia roho ya msamaha ni roho ya Mungu. As the Lord's Prayer says, ukatusamehe dhambi zetu, ukatusamehe sisi vile tunasamea wengine, kwa sababu ni hiyo. Hauhitaji kuambiwa, hauhitaji kushurutishwa, because the Lord has exercised mercy on you. He says, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Inakuwa there is no option. Kusamea utasamea hata kama alikukosea na kuomba msamaha. Wewe ndiye unajua unakoenda, wewe ndiye unajua unachobeba. Lipa gharama ya upako, maana wakati utakuwa umemaliza vita, itarudi kwa wenye vita, maana ndani yako hakutakuwa na kikao ya vita. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. Jambo la pili ni kwamba katika kusamehe, hapo ndipo cinnamon inaingilia. Kunaanza kuwa na manukato mzuri. Glory be to God. Amen. Kunaanza kuwa na manukato mzuri, maana katika msamaha kuna uridhiano. Wakati unasamea adui yako kuna uridhiano. Unaweza kuzaa tunda la upendo, unaweza kuzaa tunda la kiasi. Amekukosea mara ya kwanza, umemsamea, umevumilia. Amekukosea mara ya pili, mpaka anakuja kuuliza, na wewe kwani ni mtu wa aina gani? Mbona sisi tukikoseana tunalipisana kisasi, mbona wewe haulipisi? Hallelujah. Kwa maana kuna manukato ya upako. Aliye na upako wa Mungu lazima kuwe na manukato ya Mungu, lazima kuwe na manukato ya Roho Mtakatifu aliyejipaka marashi. Ananukia marashi, kila mtu anajua akipita. Kuna mtu amepita hapa na marashi hata kama hujaona. Na kwa sababu hiyo, katika kubeba upako wako utakuwa na manukato mbele za watu na mbele za Mungu. Alafu kutoka pale, kwa sababu unaweza ingia upako, umeovercome ile jealousy ulikuwa nayo, umeovercome kutosamea uliokuwa nayo. Lakini inafika mahali, kwa sababu Mungu ameanza kukutumia watu wakiwa na kuro, wanajua pale Ngata Gate kuna mtumishi wa Mungu atakusaidia. Ukibeba hiyo upako unaanza kuitembelea, lakini badala ya kuwa na unyenyekevu unaanza kumea kiburi, kwa sababu Ngata yote ni mimi natambulikana, mimi sihitaji kuomba ili nitumike na Mungu. Unakuwa kama Samsoni. Ni yeye alikuwa anasema, hata nikifungwa nitaamka kama siku zingine tu, na nitafanya vile nafanyanga. Hiyo inaotesha kiburi, na neno inasema kwamba kiburi inaleta kutotii na roho ya uasi. Neno inasema kwamba dhambi ya uasi ni kama dhambi ya uchawi. Unakuwa mchawi wa kiroho, unaanza kutumika kufanya mapenzi yako na sio mapenzi ya Mungu. Gharama ya tatu kulipa katika kubeba upako inaitwa kasia, inaitwa kalamasha ama king. Hapo ndio Mungu anaanza kukuvunja. Neno inasema kwamba moyo uliopondeka Mungu hataudharau. Akasema kwamba mwenzi ambao umepondeka yeye ataweza kuudharau, ataurejesha. Maana wakati unavunjika, hapo ndipo Mungu anapata nafasi ya kukutumia. Wakati alitaka kutumia
alitumia Yakobo, walimenyana usiku mzima, akaguza Yakobo, akaondoa mahali ya nguvu yake. Yakobo kutoka siku hiyo angeweza kujipigania, alienda akichechema, lakini nguvu yake akajua iko kwa Mungu. Alikutana na Esau. Esau alikuwa ameshakutana naye na Mungu, akaambiwa sikia Esau, mimi nimenyana na Yakobo, ana nguvu tena ya kupigania yeye, lakini mimi nimekuja na ninakukanya, usimzungumzie chochote kiwe chema au kibaya. Wewe nyamaza. Kama ni neno la baraka, adui yako hawezi kukubariki. Hata akikwambia mema itakuwa ni unafiki. Mungu akisimama kukupigania, ana neno la mwisho, ana neno la baraka, ana neno la kukuinua. Akaambia Esau, usijaribu kuongea na yeye jambo jema ama jambo mbaya, usimtishe na wala usimbariki, maana ndani yako hakuna baraka. Ukubali kufinywa, kubali kuvunjwa. Wakati una mamlaka ya kujilipizia, lakini unaangalia juu, unasema Baba, kama ni mapenzi yako kikombe hiki kinipite, lakini sio kupenda kwangu, ni kupenda kwako. Mapenzi yako ikatendeke. Haleluya. Wakati wa kubeba upako, wakati wa kulipa gharama ya upako, ni wakati unajiandaa kuvunjwa. Walio na nguvu kidogo kuliko yako wanakukalia kana kwamba wao wana nguvu kuliko wewe. Walio na upako kidogo kuliko wako wanakukalia kana kwamba wao ndio wana upako mwingi. Unakuta unaondokea wale ambao unafaa kuwabariki, wanajitia wao ndio watakubariki, kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kuondoa ndani yako. Yesu akamwambia Petero, rejesha upanga wako katika beliko yake, maana asiye kwa upanga atakufa kwa upanga. Maana kuna wakati wa vita na kuna wakati wa amani. Haleluya. Na wakati wa amani hakuna haja ya kupigana. Yesu akatemewa mate, akaambia Pilato, ufalme wangu sio huu. Alipofika kwa Herode alipomwambia kwamba wewe ni mfalme wa Wayahudi, alimwambia mimi ufalme wangu sio huu. Alipoongea na mitume wake aliwaambia hata sasa naweza kuitisha jeshi la mbinguni, naweza kuitisha ikuje. Wakati alishuka Misri, alipoitana jeshi ikuje, nzi walifanyika silaha, vyura walifanyika silaha, hata wale panzi wakawa ni nzige wakafanyika silaha. Nataka kusema hivi, unaweza kuonekana kana kwamba kwa sababu umepondeka, umevunja, unaonekana una nguvu, unaonekana una mamlaka, lakini ni kwa sababu ya upako unaobeba. Hiyo ni gharama ya kulipa. Watakudharau, waseme yule hataki kutajirika haraka. Ningekuwa na kipawa kama chake. Mwingine akawa naambia mwingine, ningekuwa na kipawa kama chako ningekuwa nimetajirika sana, maana ningekuwa nikihudumia watu na ninawaitisha pesa nyingi. Na ni kweli utaitisha pesa nyingi, lakini utakuwa unafanya mapenzi ya nani? Kubali kuvunjwa. Haleluya. Ili kukatokea utamu wa Roho Mtakatifu ndani yako, watu watakaoonja huduma yako, watu watakaoonja upako wako, wataonja, watundue kwamba hii ni tamu, sio kama ile nyingine. Haleluya. Maana siku tunazoishi ni za mwisho, ambapo wengi wana mfano wa kumcha Mungu, lakini mamlaka yake wameikana, nguvu yake wameikana kabisa, wameikana. Haleluya. Amen. So inabaki ile macho ya tatu. Mtu anakuja kuambia, we ninaona kwako kuna hii na hii na ni ukweli. Kwambia sasa, kama unataka mambo yako ende vizuri, unataka utoe hii pesa, enda ukope. Unataka utoe hii pesa, enda utafute, alafu ndio nikusaidie. Haleluya. Kubali kuvunjika. Haleluya. Neta, watu wanaenda kupata upako. Amen. Lakini kubali kulipa gharama. Haleluya. Ile nyingine ambayo Mungu alisema ni kasia. Najua acacia tree. Najua mtu naitwa acacia.
inamea huko Ukambani na inamea kule Baringo. Pale hiyo ni species moja. Inakaa mahali kumekauka sana, maana mizizi yake inaenda chini sana na makaa yake inakuanga mzuri sana, wale mnatumia makaa. Haleluya. Kwa inavumilia sana ugumu. Haleluya. Ile ambayo inapotosha watu kwa haraka ni kutafuta maisha ya wepesi. Kutafuta maisha ya wepesi. Unataka ufanye kwa haraka, upate maisha ya upesi, upate utajiri wa upesi, upate upako wa upesi. Haleluya. Bali kuvumilia magumu. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu neema ya Bwana imekuwa inatupeleka kutoka neema hadi neema hadi neema, na kuna wengi wamevumilia magumu pamoja nami. Haleluya. Amen. Kubeba hii hema kila asubuhi kutoka kule kuleta hapa, kuweka hizi vyombo kutoka pale kuweka hapa na kurudisha baada ya ibada, inachukua tunda la Roho Mtakatifu. Glory be to God. Amen. Ndiposa Mungu akisema kwamba wote ambao ni wana wa Neta, wote kwa wakati huu nilio nao, wote wametiwa mafuta kuwa viongozi, hakuna washirika. Amen. Kwa sababu gani? Tumevumilia pamoja. Tumekaa pale kwa duka, mahali ka nyumba ka 10 by 10, 10 to 11, 12 by, I don't know the dimensions, lakini pale tunafinyana watu 30, nyumba ambayo inafaa kukaa watu 10. Tunafinyana pale na tunaimbia Mungu kwa sababu tumekubali kufunjwa. Nilikuwa ninaongea na mtumishi wa Mungu, mke wangu, namwambia kweli mimi siwezi kulalamika kwamba watu hawakuji kanisani, kwa sababu kwa maisha ya mwanadamu wa kawaida na kwa viwango vya watu pale ambapo tuko, sio rahisi mtumishi wa Mungu daktari kuja kuweka gari yake pale, akuje chini ya hema mahali kuna vumbi atafute Mungu, na kuna kwingine kuna carpet anaweza enda, parking ni mzuri na kuna security na kuna mahali unaketi vizuri na anaweza enda pale na keti vizuri, lakini anakuja anakubali kuvumilia ugumu ili aweze kutafuta Mungu. Haleluya. Na mara ya mwisho sasa unachukua olive oil. Wakati wa kutolewa olive oil ni wakati wa kufinywa vizuri. Unafinywa vizuri niposa uweze kutoa hiyo mafuta. Kwa hivyo pia katika kubeba ile upako na katika kutoa ile upako utafinywa vizuri. Utafinywa na watu, utafinywa na hali, utafinywa na mambo mpaka ukatoe hiyo, na hiyo ndio inaitwa upako, na hiyo ndio roho ya upako. Wakati unashikia mtu anakuuliza, unajua mimi ni mtumishi wa Mungu, touch not my anointed. First of all look at the fruit, kwa sababu sio wote wamwitao Bwana Bwana watakaoona ufalme wa mbingu. Wengine wamejiita, wengine wameitwa na watu, wengine wameitwa na Mungu. After all nikwambie, miujiza sio inayojalisha. Hata shetani ana miujiza yake. Wana wa Skeva walienda na makuhani wengine walienda kutoa mapepo kwa jina na Yesu Kristo ambaye anahubiriwa na Paulo. Walitoa kwingi mara nyingi mpaka wakati walikutana na ile pepo ilikuwa inajua ile mikakati ya mbinguni na ile protokol ya mbingu. Niposa yule mtu alikuwa na hiyo pepo akageukia hawa akawauliza, Yesu ninamjua, Paul ninamjua, na nyinyi ni akina nani? Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. Nataka kuweka msingi hivi kabla sijaachilia upako. Praise the Lord. Amen. Kwa maana kuna watu watafunguka, lakini ni vizuri kuwa na nidhamu na kuelewa upako ni nini. Ukiubeba vizuri
then because those who carry the anointing, they are weaponized. Oh, yes. But they cannot use their weapons of warfare just anyhow. Inabidi wakakue katika discipline. Polisi anabebanga bunduki na unaona anaibeba, lakini wale ambao hawana uniform, huwezi ona bunduki yake ameiweka mahali, hauwezi ukaiona. Hata yule anabeba akiwa na uniform, huwezi ona anaenda kulenga miti. That is ndio maana wanaitwa disciplined forces. Maana risasi ukitoa hairudi tena na hakuna pole. Hallelujah. Amen. Touch not my anointed, because my anointed has paid the cost for that anointing. Wakati Mungu alisema hivyo katika kitabu cha Zaburi, alisema na aliwaongoza katikati ya mataifa makuu, because I commanded them, touch not my anointed. Why? Walikaa miaka 430 wakilipa gharama, wakakaa jangwani 40 years wakilipa gharama. Kwa hivyo Mungu alikuwa na haja ya kusema touch not my anointed, pay the cost. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Tusimame na miguu yetu wakati tunaenda kumaliza. Hallelujah. Maliza hiyo.